ambapo namna hiyo mgombea urais kupitia chama cha ADA TADEA ndivyo anavyowasili kwa ajili ya kutimiza haki yake hiyo ya kikatiba kwa maana ya kupiga kura. Mgombea urais wa chama cha ADA TADEA George Busungu yeye anakuja hapa cha ndama na pamoja shauri ya wilaya ya Busungu na ndivyo anavyowasili kwa ajili ya kutimiza haki hiyo ya kikatiba kwa zamani. Na kama mwanzo tulikuwa huko kwa shauri ya wilaya ya Ilemela na sasa tuko hapa Busungu kwa kituo cha ndama na pamoja. Na hivyo mgombea huyo anavyowasili hapa kwa ajili ya kutimiza kikiwa hapo. Na baada ya kuhakikiwa taarifa, kinachofuata sasa inakuwa ni kupewa hizo karatasi katika nafasi mbalimbali, nafasi ya udiwani, karatasi ya wagombea udiwani, karatasi kwa ajili ya wagombea ubunge na karatasi kwa ajili ya wagombea urais. Alafu unaenda katika sehemu ambayo imetengwa ya kupiga kura kwa siri. Unapiga kura yako ya siri na kufikisha sasa katika masanduku ambayo yameandaliwa maalum kwa ajili ya kukusanya kura. Kabisa. Na imekuwa ni safari yake ya kusaka urais. Nakumbuka tarehe 11 mwezi Agosti mwaka huu alichukua fomu akiwa ameambatana na mgombea mwenza wake Ali Makame, na baadaye tarehe 27 mwezi Agosti Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ikawateua yeye pamoja na Ali Makame kuwa wagombea katika nafasi ya urais kupitia chama cha ADA TADEA, miongoni mwa vyama pia vikongwe hapa nchini, na si mara ya kwanza na wao pia kusimamisha mgombea wa urais. Wamekuwa pia miongoni mwa vyama ambavyo vimekuwa vikijitokeza mara nyingi kusimamisha mgombea urais. Tanzania Democratic Alliance ndivyo ambavyo inajulikana, lakini kwa kifupi ADA TADEA, chama ambacho kilipata usajili wake miongoni mwa vyama vya awali kabisa kusajiliwa Hilda mwaka 1992. Yako mengi na sasa nakwenda kupiga kura yake. Baada ya hapo tutaona akiweka katika masanduku yale ambayo anatakiwa. Atapiga kura ya mbunge katika jimbo la Misungu, kura ya diwani katika kata yake, na hali kadhalika kura ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika kura hiyo ya ugombea wa rais na yeye pia yumo, kwa hiyo atatiki kati ya hao. Ameanza na diwani, mbunge, na sasa anakwenda kuweka katika sanduku hili ambalo lina kura za rais. Nafikiri pia hajaidumbukiza vizuri, labda pengine wanaweza kumsaidia kuishindilia au yeye mwenyewe shindilia ili iweze kudumbukia vizuri kule kwenye sanduku. Sasa kuhusu kutiki, ametiki kwa nani? Ni siri yake kwake. Lakini kikubwa ametiki. Haya bwana, sasa ndio anatoka hivyo baada ya kukamilisha zoezi, na sasa anakwenda kusubiri matokeo. Ni yeye au ni nani atakayeshinda? Na yeye ni miongoni mwa wale ambao pia wanasubiri. Yani unajua ukiwa umefanya mtihani unasubiri kile ambacho umekipata katika mtihani huo, na ndio kazi ambayo imebaki kwake hivi sasa. Sasa tutakuletea pia wagombea katika nafasi ya urais katika maeneo mengine. Pengine tusikie kwa muhtasari tu anachokizungumza Busungu. Na kwa sababu ninatokea nyumbani, watu wengi wamekwenda kufanya shughuli za kilimo kwanza na watakuja baadaye. Lakini zoezi liko safi na hali iko tulivu na watu wamehamasika kwamba watakuja kupiga kura baadaye. Una wito gani kwa Watanzania? Nataka kusema kwamba Watanzania wenzangu tujaribu kufuata sheria. Na ninashukuru kwamba wameitikia wito wa serikali wa kutulia na kutoandamana, kwa sababu hali ni shwari na wala huwezi kuamini kwamba kuna mtu aliyekuwa na pia kelele kuhusu maandamano, kwa sababu wananchi wote wako kwenye shughuli za kawaida na wanajiandaa kuja kupiga kura, na hali yenyewe iko shwari na hamna tatizo kabisa. Hongera sana. Nashukuru sana. Kati ya uchaguzi wa mwaka huu na uchaguzi zilizopita, kitu gani cha upekee mwaka ambacho wewe kama mgombea pia? Uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa uchaguzi ambao ulionyesha kwamba uko huru.
unaonekana kwamba kama utakuwa na haki, unaonesha kwamba kweli tume yenyewe ilikuwa imejipanga vizuri kuyafanya mambo yake kwa weledi ulio mkamilifu kabisa. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.